Wanasema wahenga heri yavuta subra. Wale ambao walifanikiwa kusubiri kwa muda mrefu ndio walifanikiwa kupata walichohitaji na kikaweza kudumu kwa muda mrefu zaidi. Upande wa Simba Sports Club unaambiwa usiwahi kukata tamaa katika maisha, na hii ndio ambayo imekuja kuonekana wakati ambao wengi wameikatia tamaa ahadi ya mzabuni mkuu wa Simba kwa maana ya Jairut, ambaye wakati anapata nafasi au anapata tenda ya kuzalisha vifaa vya Simba ikiwemo upande wa jezi na vifaa vinginevyo, aliweza kutoa ahadi yake ya kwamba atakwenda kununua basi jipya aina ya Iriza, basi ambalo litatumika katika upande wa wachezaji kuwasafirisha kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, lakini pia basi ambalo litawasafirisha wachezaji kutoka katika camp yao kwenda katika uwanja husika katika ufanisi na ubora mkubwa. Gari aina ya Iriza au basi aina ya Iriza ni basi ambalo tunasema ni basi la kisasa. Timu kadhaa barani Afrika ambazo zinatumia mabasi ya namna hiyo ni timu kama Azam FC, kuna timu kama APR ya Rwanda nao wamenunua gari la namna hiyo, kuna timu kama Pyramids, kuna timu kama National Al Ahly ni sehemu ya timu ambazo zinatumia basi hilo, lakini ni basi ambalo ukitazama timu nyingi za kutokea katika ukanda wa wenzetu ugaibuni, timu kama Real Madrid, timu kama Arsenal, timu kama Manchester United na timu kama Liverpool imekuwa ni moja ya timu ambazo zimekuwa zinatumia upande wa gari hilo aina ya Iriza, ambalo tunakwenda kutazama katika nafasi nyingine likiwa linakwenda kuonekana katika upande wa kikosi cha vijana wa wekundu wa Simba. Sasa muda mchache uliopita upande wa Jairut aliweza kuposti video clip akiwa katika taifa la China akiwa na hilo basi aina ya Iriza ambalo Simba watakwenda kulitumia. Although yapo mabasi mawili, moja ni basi ambalo aliahidi kutoa kama sehemu ya basi aina ya Iriza watakao kwenda kunufaika nalo viongozi wa Simba, wachezaji wa Simba katika uendeshaji wa timu yao. Lakini basi la pili ambalo pia limeonekana ni basi ambalo Jairut analitumia au atalitumia katika shughuli zake kwa maana ya kampuni yake, pia naye ameweza kununua basi. So Jairut kanunua makampuni mawili kwa maana ya Joel Rwegasira ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Jairut ambao wao ndio wenye tenda ya uzalishaji wa vifaa ndani ya Simba. So ahadi moja kwa moja ambayo ilishakuwa deni tayari inakwenda kutimia. Iko hivi, basi ambalo Simba wamenufaika nalo au ambalo Jairut aliwaahidi ni basi ambalo amelinunua katika taifa la Uhispania au unaweza ukaita taifa la Spain, ndiko ambako gari hili au basi hili la Simba limeweza kutokea. Tayari safari ya majini imeanza kulisafirisha gari hili au basi hili kutoka katika taifa la Uhispania au Spain kuja nchini Tanzania. By the way, within 2 weeks tayari gari hili au basi hili litakuwa limetua Tanzania. Lakini pia limeonekana basi jingine ambalo ni basi la kawaida linahitaji kulingana na basi la Azam FC ambalo pia ni basi aina ya Iriza ambalo Jairut pia nalo kaweza kulinunua katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ambalo ni gari lake kama kampuni yake watalitumia katika sehemu ya uendeshaji wa taratibu za kila siku katika upande huo. So Jairut kaonesha umwamba na kaonesha ubabe kwamba yale yaliyokuwa yanazungumzwa na watu tofauti na hasa mashabiki wa pili, upande wa mashabiki wa Yanga na wakiongozwa na Ali Shabani Kamwe, ambaye ilifikia hatua akaja na statement akiwa anahitaji kujua na kutambua ya kwamba basi aina ya Iriza ambalo waiahidiwa Simba Sports Club kufikia wakati huu limefikia wapi? Mbona hatulioni na hatuoni dalili? Sasa hiyo yote Jairut unaambiwa siku zote mwenye pesa hakuwahi kuwa na maneno mengi, ni jambo linakuja kwa ushahidi, na huu ndio ushahidi ambao Jairut amekuja kutoa na kuondoa utata wa kila ambacho kimekuwepo katika upande huo, na rasmi Simba wanakwenda kupata basi lao. Kwa mjibu wa Jairut, kila ambacho amekizungumza wakati akiwa na basi lake pamoja na basi la Simba Iriza mpya ni kwamba basi la Iriza
ambalo Simba anakwenda kulipata, ambalo tayari limetoka Uhispaniola linakuja Tanzania, limeanza kusafirishwa. Basi hili ni kubwa kuliko basi la Azam FC. Nadhani unatazama pia kwenye picha hili, unadhana kwenye hii clip, ukitazama hili basi ambalo Jairuti alikuwepo wakati anazungumza, moja kwa moja ni basi ambalo lina utofauti na basi ambalo moja kwa moja Azam FC wanalo, kwa maana ya kwamba basi la Simba ni kubwa zaidi ya basi la Azam FC. Hili basi ambalo ipo nalo ni sawa ambalo unaweza ukalinganisha na basi la Azam FC. Huu ni ubabe wa Jairuti, ameanza kutimiza ahadi zake alizojiwekea. Upande wako nawe ulishaikatia tamaa Simba kwenye upande wa gari kwa maana ya basi la Jairuti aliloahidi Iriza kama ambavyo ilikuwa kwa wengi? Bwana, kikubwa nikwambie, hakikisha umeweza kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, lakini pia niweke katika upande wa comment, kama mimi katika upande wa comment section, maoni yako na mtazamo wako Simba baada ya kupata gari lao jipya aina ya Iriza. The best upcoming sports presenter here I'm representing.